Karibu Tabora, karibu Toronto. Mimi safari hiyo ya parachichi ilikuwa na lengo lingine nyuma ambalo limejificha. Lengo pia ni kusaidia makundi haya ya watu wenye ulemavu. Kupitia parachichi hiyo nitengeneze empire moja ambayo itakuwa ya mfano. Inawezekana ikawa Tabora au Dodoma, lakini bado sijapata location nzuri ambayo itawahudumia, ambayo itakuwa na huduma, na huduma hiyo itakuwa inatolewa na makundi hayo ya watu wenye ulemavu, hususan viziwi. Safari yangu ya kutoka Tabora, Dodoma, Iringa mpaka Njombe, tena kata ya Lupembe, kijiji cha Ikang'asi, haikuwa rahisi. Mbali na kuona uumbaji wa Mungu na hali ya hewa nzuri mahali hapa, lengo kuu ilikuwa ni kufika shambani kwa kijana huyu Benward Bitoke, ambaye kwa kauli yake mwenyewe anasema aliamua kujitosa kwenye kilimo hiki cha parachichi na kuachana na starehe zote tamu zinazopatikana maeneo ya mjini, hasa pale unapokuwa na fedha ya kutosha mfukoni mwako. Idea hii au wazo hili nililipata wakati nikiwa mwaka wa pili chuo cha Dodoma, na kipindi hicho kulikuwa na profesa mmoja anatufundisha kwa habari ya mazingira, lakini pia akawa amegusia issue ya parachichi na namna ambavyo soko la parachichi lilivyo. Kwa kweli kwenye kipindi kile nafikiri nilivyosikia hiyo idea moja kwa moja nikaanza kuifanyia kazi, na kipindi hicho ilikuwa mwaka 2019, na mwaka huo 2019 nikawa nimewasiliana na rafiki yangu ambaye alikuwa anaishi Njombe, ambaye anajishughulisha na masuala ya misitu. Nikamhusisha, lakini mambo hayakuwa mazuri kwa sababu alikuwa haamini kama kuna mtu anayeweza kuwekeza kijana kama mimi kutoka Tabora kwenda Njombe, na kulingana na kipato ambacho kipo, ni kipato ambacho kwa kweli ukikizungumzia wakati mwingine kilikuwa huwezi kuona kama kuna uwezekano huo. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa na nia hiyo, basi akawa amenikubalia, nikanunua mashamba kule. Almost nililipa, ilikuwa mashamba ya hekari 5, kila hekari 1,100,000, 200,000, kawa nimelipa kama 1,100,000. Na safari kaanza hapo mwaka 2020, tukaenda kuangalia mashamba 21 rasmi, tukaanza upandaji wa parachichi. Kwa hiyo safari ilianzia hapo, na nikawaza sasa ni nani atakaye kuwa nasimamia, kwa sababu niko Tabora kikazi, na kutoka Tabora mpaka Njombe kuna kiumbali. Mara ya kwanza au hatua za awali nikawa ninamtumia mtu wa kule Njombe, maeneo ya Lupembe, Ikang'asi, lakini hakuwa anafanya vizuri sana kwa sababu alikuwa anakuwa na majukumu mbalimbali. Kwa hiyo nilijikuta shamba langu halina uangalizi wa 100%. Lakini baadaye rafiki yangu akanishauri, akasema inabidi nitafute watu kutoka kwetu ama nyumbani ambao watakaa kule kwa ajili ya kuboresha na kuhakikisha kwamba shamba linakuwa safi na parachichi zinapata huduma kama miche mingine. Nilipata vijana wa nyumbani mwaka huo 2021 mwezi wa 9, nikawa nimewapeleka kule. Kwa hiyo wamekaa kule tu, wakaanza kusafisha shamba, na baada ya kusafisha shamba wakapanda zile parachichi, na Mungu saidia, kwa kweli walikuwa na moyo, kwa sababu yalikuwa ni mazingira ambayo sio rafiki sana. Baada ya hapo 21, kwa sababu pia parachichi zilikuwa zinapata huduma, mambo yakawa vizuri. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni mwaka wa 4 naweza nikazungumzia tangu niingie kwenye kilimo ama uwekezaji wa parachichi. Na kwa sababu nimesoma masuala ya jiografia, kitu ambacho kilinipa hamasa zaidi ni kwamba nitafute uwekezaji ambao moja utakuwa na uwezo wa kuniinua kiuchumi, lakini 2 kuhakikisha kwamba ninatunza mazingira kwa maana ya mabadiliko ya tabia ya nchi na kadhalika. 3 kuhakikisha kwamba ndani ya hicho kitu ambacho nawekeza tunaweza tukapata lishe. Kwa hiyo nikaona wazo la parachichi ni wazo the best sana, kuhakikisha kwamba litatunza mazingira, litakuwa ndani yake na uchumi, lakini pia linakuwa na chakula ambacho ni tunda kupitia parachichi. Kwa hiyo nafikiri nikaanzisha safari hiyo. Kiachana na mambo kama hayo, yapo madhira mbalimbali au changamoto mbalimbali ambazo zilijitokeza, lakini kwa sababu dhamira ya ndani inaweza ikawa na nguvu kuliko changamoto hizi za nje. Kwa kweli mpaka tulipofikia mpaka sasa hivi kuna mafanikio makubwa. Ni safari ambayo ukiangalia kwa ufupi, unawekeza fedha, kweli sio jambo jepesi, lakini kwa sababu unakuwa na dhamira, lakini nguvu ya kimungu inakuwa ndani yako,
inawezekana kufanya hivyo. Kwa hiyo ni safari fupi ya kilimo cha parachichi. Ukweli ni kwamba ukiwa na roho nyepesi unaweza kukata tamaa kuwekeza katika kilimo hiki ukitarajia mavuno na mapesa ya haraka. Je, ni mtaji kiasi gani umezikwa mahali hapa? Matarajio ya mavuno na upatikanaji wa soko la uhakika ukoje? Tafadhali usikose kipindi kijacho hapa Toronto Online Media. Karibu Tabora, karibu Toronto.